Kwa tunarudi kumshukuru kufanya hili tumekutana kwenye semina hii ya ndoa. Somo letu ambalo tulikuwa nalo jana, ndoa isiachanishwe, isitenganishwe na mtu yeyote. Isiachanishwe, isitenganishwe. Hiki ndio Mungu anahitaji kionekane kwenye ndoa yangu na yako. Na niseme shetani ili aitenganishe ndoa, anamtumia mtu ambaye yuko kwenye ndoa. Anaanza kuwatenganisha, baadaye kwa mwili mmoja anaanza kuamini ngapi? Ana njia nyingi za kutumia. Atatumia Mungu, watu wa karibu na wewe, mama, baba. Kwa utashangaa unasema umeokoka, una mke wako, una mume wako, lakini kumbe umeunganishwa na mama katika ulimwengu huu, kwa sababu unapatana naye, unafanya mambo pamoja na yeye. Akija mama mtekelezi na mwe pamoja. Wakati mpango wa Mungu amesema unaacha baba na mama. Ukishaacha baba na mama, hawa watu wawili wanakuwa mwili. Kwa wale ambao hawakuwepo jana kwenye semina hii, tulisoma ile Mathayo 19:3-8, Waefeso 5:22-31, Wakolosai 3:19, Petro wa kwanza 3:1-7. Tulisoma ile Mwanzo 1:27-28. Tulisoma Waamuzi 13:2-24. Kwa hiyo Mungu anasema yeye aliyowaunganisha hawa wawili asiwepo wa kuwa. Tusome ile Mathayo 19 ili tuendelee leo. Na nimpendeza Mungu kwa njema. Kama una maswali itakuwa njema kuuliza, ili Bwana asimame kumthibitisha neno lake. Mathayo 19:3-8. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, kwa jinsi gani? Basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha. Akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa Musa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Bwana asifiwe kabisa. Kwa tuliona mtu kuishi kwenye ndoa ni mpango wa nani? Wa Mungu. Ndio maana tusoma ile Mwanzo pia, kuangalia Adam, Mungu akaona amepungukiwa, anatakiwa apate mwenzi ili wawe mwili huu mmoja. Kwa hiyo Kristo hapa anaongea kwamba tangu mwanzo kusudi la Mungu ilikuwa ni kuwaunganisha watu wawili wawe mwili huu mmoja. Sasa unakuta kwenye ndoa baada ya kuwa mwili mmoja inakuwa mwili miwili, kila mmoja na mambo yake. Huyu amesema haya, anaendelea naye muunganika huko huyu naye. Sasa hiki inakuwa kama ile ndoa imetenganishwa. Na shetani anakutumia wewe mwenyewe ili utenganishe ndoa. Na anakutumia wewe mwenyewe ili kile kilichokuunganisha Mungu kitenganishwe. Anaweza akamtumia mume au mke. Lakini kuna watu wa karibu ambao ndio wataliza maneno ya kutenganisha wewe na mke wako, ya kutenganisha wewe na mume wako. Haijalishi mtu wa namna gani wa karibu. Na yale maneno yako kama anaongea tu na wewe.
Kiakubalia wakati hapo kinyume na neno, utashangaa mnaanza kwa vitu vingi tofauti. Kwa hiyo Mungu atusaidie, kwa sababu tumekuja kwa Mungu ili ndoa zetu ziwe na amani. Lazima tukubali kuishi vile Mungu anataka. Maana yake ndoa yako na yangu iendeshwe na nani? Na Mungu. Ukirudi tena wewe mwenyewe jiulize, kipindi ulikuwa unaoa mlikuwa mmetenganishana? Ule upendo umetolewa na nani? Bwana sio nani. Wengine hapo mkubaliana tu, nimekumaili. Sio mpagani, nimekuzimia, tuishi mke na mume. Kweli sikutezei. Kweli kakubaliana. Hivi nilivyokuwa mnakubaliana hapa mnaanza kuanza maisha. Wewe unaonaje maisha yale na sasa hivi mnaendelea mnakuwa na maisha yale? Yako kwenye makubaliano yale au umetoka? Unadhani nini kimetoka? Hakuna sababu nyingine. Shetani anawatenganisha kupitia ile wenyewe wawili. Kila mmoja ana mafaida na mambo na msako hamna na nini. Mimi ndio naongea shetani na yeye. Sasa wewe unatarajia unapoongea na shetani ataitengeneza ndoa yako? Atafanya mwishi mwe kitu kimoja kwa shetani wakati hakuunganisha. Katika shetani mzani kwa haibu ndoa nyingi. Kwa sababu huyu mwanadamu ana ndoa anakubaliana shetani na mwambie. Humo kwenye ndoa hamna kusamea. Kila mmoja anawafundisha mwenzake. Eti uchoshika ititani. Sitakutenganisha ndoa hiyo. Wewe mwili mmoja, Mungu wako ukikosea, huu unafanyaje? Unaweza kaupige kaukata. Huu unafanyaje? Jambo. Kwa sababu mke na mume ni watu wa karibu tofauti na fikiri. Mungu aliweka ni tofauti na familia. Sasa hii fahamu sasa jifungulie, tuweze kukubaliana na neno. Lakini wewe unaoa hapo unajadili mambo na mama yako mke wako hadi. Unajadili ndugu zako mwingine na mwingine. Kwa hiyo mnaunganika na wale mfanye mambo yenu huyu hajui. Hivi huyu utasema mko pamoja? Jamani, baada ya kuwa pamoja kitu kimoja, sasa jambo lazima muende pale. Wewe unaongea na wewe wa nyumbani, simama nipigia dada usema mimi naona nafanya mambo yako, yeye hajui wako. Uko pamoja na wewe. Mbona ujamani? Tuliona hata mwanamke huyu mama ambaye alikuwa anamueleza mke wa Manoa. Alikuwa anamwambia mume wake hata mambo ambayo Mungu alisema naye. Kuonyesha kwamba wanaishi pamoja, wako kweli. Na mwana wewe, mtu gani ulikutana naye? Anasema ni mtu wa Mungu. Lakini aliniambia Mungu atanipa mtoto. Manoa anasema na mimi nataka nimwambie Bwana anifanye na mimi nimjue huyo mtu na mimi nimuulize. Nielewe haya mambo aliyokueleza ili Mungu akitupa huyo mtoto tusikosee. Amen. Akimaanisha kwamba anaonyesha kwamba yeye na mke wake wako mwili huu, wanaenda pamoja, wanapatana nia, mambo yanayokubaliana wanafanya kwa wewe iko nini ndoa yako. Natoka jana nimesikia nini, sijajua Mungu tu akusaidie kwa umeanza kupona au bado uko kule. Umeanza kurekebika au bado umekaa na mambo yanayotenganisha ndoa yako. Kweli wewe unaanza kumuotea na kumwaza vibaya mwenzi. Unaweza nyumo ndani utampenda. Yaani mtu wa karibu kuliko watu wote ambao uko chini ya mbingu ni mume wako. Mtu wa karibu kuliko watu wote ni mke wako. Alafu huyo unamwazia mabaya. Na ambaye anaweza kaelewa leo wewe ni mke. Unaona, umechemka, hujisikii huyo ndio wa kwanza. Bwana tusaidie. Kwani mimi Mungu ukiwa na shida, si mimi ndio tayari wa kwanza kama huyu bure una nini? Na shida Bwana Mungu wangu mpone. Kwa hiyo huyo tena tengana naye. Alafu unakubali na shetani na unataka naye. Sina nini. Kila mtu anakusumbua shetani. Sasa unataja hapo shetani anatengeneza ndoa yako au anatenganisha kupitia wewe mwenyewe. Haleluya wanandoa. Bwana aujibu. Unapomsikiliza shetani anaongea na wewe ili akutenganishe na mume wako, akutenganishe na mke wako. Unapoendelea kumsikiliza hapo unaongea na shetani unakubaliana naye. Wakati unataka ukubaliane na Mungu aliyeunganisha na huyo mume. Ukubaliane na Mungu ambaye alikuunganisha na huyo mke. Wewe unaanza kubaliana na shetani anaongea na wewe. Hapo
Unaweza kuna usalama wa ndoa yako, utampenda huyo mke. Hawezi kumpenda, maana kile unachoambiwa na shetani kiko kinyume na neno na kina kazi ya kuondoa pendo. Na ndio maana ukamkosoa. Nilisema jana mwingine alichukua mume wake akamtupa mwele. Yaani amemjua na makosa, shetani anamwambia mmega hivi. Haya anayofanya. Eti shetani. Eti nini kitaendelea kwenye hiyo ndoa? Wala ndoa mjini. Kwa sababu yalikuwa hivi. Tulikuja tupone wa Kristo. Bwana asifiwe. Unajua yeye anapotufundisha huwa anamfunua shetani alipokaa na anavyotenda kazi kwa mtu kumwona akaharibu ndoa yake. Ile kufunuliwa tu shetani ndio usalama wa ndoa yako. Nikikubaliana sasa na mimi. Yaani ile kuelewa anaharibu na kuifanya ndoa yangu iwe na ufa. Yaani tutenganishe. Yaani mwishoni kadri unavyoendelea kusikiliza shetani, nenda kwenye mwanako wako hivi. Mimi naenda kwetu bwana, kia mtu kijia kisibabaisha niende kuvumilia mimi. Ndio haya yatatokea. Wewe tunawasanya walokole. Mnasema Mungu alitukia kwa sana. Anasema hicho kiunganisha mtu asikike tena. Bora tena mnaanza. Kabla hawajashangaa watu wengine katika Mungu huu umeachanisha ndoa yako na Mungu. Kabla tunaona na damu na nyama macho, shetani ameshaitenganisha ndoa huku mnaingia wote tu. Kweli na hadi kama kimoja unaweza katika chukua mkao wote lakini roho ni mtiaji. Maana shetani anaongea na wewe kumjaji roho. Eti shetani na yeye mwenyewe ndiye amesababisha moyo wako asifanye hayo. Yaani mbea na malaya wa kwanza shetani. Na tusaidie. Tutaka kusikiliza huyo kweli. Na anaongea ni kama ni kweli wakati yeye anamfanya wewe hivi. Baadaye wewe uwe na ufahamu Mungu elewa mke wangu ni mzuri. Wewe ndio unamweleza. Wewe ndio unifanya haya kwa Mungu wangu. Achia Mungu. Bwana asifiwe. Ila ni wale ambao wanakubali kuongozwa na neno la nani? Mimi kuna mtihani nimekutana nao. Nimwambia shetani sitatembea. Mume wangu ni mzuri. Tena nakwambiaje? Saa hizi ninavyoongea kwamba hapo simnong'oneza maneno yako na mume wangu machini. Hasa mama. Kwani nilikaa hiyo sauti. Ndio mwezi anapona. Na ndio mwezi anaokolewa. Kwa sababu wewe umefahamu hiki kinachotenda kazi kwa huyu. Huyu anayeongea na mimi ndio anafanya kwa huyu. Yaani yeye amemwendesha hapo na wewe unataka kuendesha. Hapo wote anashika huyu na huyu. Kete. Unaniumiza. Tamani. Sasa huyo unamshika huyu aliyeshikwa na huyu ameshika hapo mnashikana nyie yule amuone aliyowashikanisha. Haleluya. Na mtu kweli Mungu anasema naye. Yaani lenyewe limeshika ikipita cha mtu ikipita cha mke. Yuko kwa ajili ya kugonganisha ndoa hiyo achana. Unaniumiza mambo gani hayo? Toka mambo. No, niumiza hii. Lenyewe limeficha. Sasa kuna huyu ninaongea na huyu ninaongea huko na huko ninaongea. Afunuliwa maelezo. Ili ndoa yako na ndoa yangu ipone. Kile alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Kuna wengine kweli walienda kufungia kanisani wakaambiwa tahiri. Waone sasa wanavyoendelea kuishi. Kweli akijatenganisha. Na cheti cha ndoa hakiwezi kufanya nini msitengane. Kuna mmoja ananiambia mchungaji nataka nipate cheti. Wewe unataka kupata Mungu. Cheti ni karatasi. Wala haiongei wala haina uhai. Kuna mama mmoja naye alifunga kwenye dini. Na mimi cheti cha ndoa unaweza kupata haki yako maana. Tafuta cheti uone kama unapata haki. Yule mama akapata cheti. Cheti kimo ndani. Wamekubaliana heshima na mke na ndoa ni watu wawili. Mume kaacha cheti na mke kamwacha kaenda kwa mwingine. Anapiga simu. Wewe ni wangu mtu. Maana nina cheti ya baba. Olewa na cheti. Yaani unajivunia cheti. Unataka cheti baada ya kutaka Mungu anayewaunganisha maana mkikubaliana haijalishi mkubaliana hujaokoka mkakutana wawili kwamba tuishi Mungu. Yeye anaelewa agano mapatano yenu. Huyo ndio mpate. Sio cheti. Cheti ni karatasi tu lile hawezi kupa haki. Hayo unayotembea nayo hawezi kuwa msalama.
Taka yule anayetuunganisha wawili tuishi pamoja uwe naye. Huyo ndiye atakupa haki ya ndoa yako. Huyo ndiye atakufanya ndoa yako iwe na amani. Kwa sababu yeye ndiye aliyeunganisha hapo. Haki ni wewe kutotenganishwa na huyo mtu. Kutotenganishwa na huyo mtu. Tembea na maagizo yake. Amen. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja wetu kuelewa kwamba ndoa haitaki iachanishwe. Ulikuwa unaiachanisha ndoa yako, kubali kutengeneza na kurudi. Mama yako hawezi akawa mke wako, huwezi kuungana naye. Wala baba yako hawezi akawa mume wako. Wala dada yako atakao mlikuwa mnapendana kabla hujaoa. Sasa hivi umepata kuwa kumpenda mpenda. Ni hivyo tu. Na yeye dada yako atapata mwenzi wake. Akiokoka atafundishwa haya. Na atakuwa naye ambaye yuko karibu naye kuliko wewe kakake. Mimi hapa nilipo na kaka zangu. Lakini hata kama hizo mimi sijaongea nao. Unadhani rafiki yangu, mpenzi wangu, inaweza kama hizo mimi siongei naye? Kwa nini? Ni mtu karibu kuliko wengine. Kwani ni kaka zangu tumetoka tumbo moja. Lakini maliza miezi. Hana shida kunitafuta kunijulia hali naendeleje. Na wenyewe wana wake zao. Siku moja nikipata neno ya sababu niwajulie hali. Jamani naendeleje? Unadhani yule ndiye niunganike naye hivi inawezekana kweli? Kukua hivi. Haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hata mama yako mzazi tukaunganika naye Mungu, hakuna kitu kama hicho. Hakufanya hivyo Mungu, tunamheshimu kama mzazi. Na mkioana wale ni wazazi wenu na hao wazazi wenu. Mambo yote mpange pamoja. Kubaliane mwe na nia moja. Ili msipe ibilisi nafasi. Mnachukulia kama wazazi wenu. Mnakaa mnajadili mambo yenu. Ngoja tufanye hivi. Mama naye tufanye hivi, tufanye hivi. Au mama amehitaji mnajadili. Bila upendeleo, bila kuwa na hila. Mnafanya kwa moyo. Tena mnafanya kwa moyo, mnafanya kwa nani? Kwa Bwana. Ndio ndoa inaweza ikawa na. Na ndio Mungu ataachilia amani kwenye hiyo ndoa. Hakuna hayo maneno yatembea naye duniani kwamba mnachokana. Aliyefanya ndoa mchokane ni shetani kwa sababu anawatenganisha. Hakuna kitu kama hicho. Kwanza kwa Yesu unapata akili. Umeamua kuokoka. Mimi namshukuru Mungu amenipa akili kwa kweli. Amesema mtu akijisifu, ajisifu kwa kunijua mimi. Mimi tu kumjua Kristo ni msaada kwangu kabisa. Ninamshukuru kwa sababu amenipa akili. Na anakufundisha mengine ambayo ulikuwa hujajua kwenye ndoa. Yeye mwenyewe. Lakini ni pale ambapo utakubali uendeshwe na neno la nani? Na Mungu. Amen. Basi kaone ile ndoa isiochanishwe wala sitenganishwe na mtu yeyote. Hiyo ilikuwa ni tuone Bi yake kumpa mume haki yake na kumpa mke haki yake. Kuna kitu kinaitwa haki kwenye ndoa. Nikiongea bila maiki amnisikii vizuri. Nimeambiwa sauti yangu ni ndogo. Bwana nisaidie. Mathayo 5:27 mpaka 32. Kumpa haki. Kila mmoja inatakiwa ampe mwenzi wake haki yake. Ndicho Mungu anachotaka. Mathayo 5:27. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha ling'oe, ulitupe mbali nao, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu.
na mkono wako wa kuume ukikukosesha ukate utupe mbali nao, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya usherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Soma Wakorintho wa kwanza 7:12-16. Mnapokuwa mume na mke, kuwa mwili mmoja, ni sawa na mguu na mkono. Amen. Sasa ili kumpa haki mwenzi yule ambaye mmeunganika naye kuwa mwili, yeye akiwa amekosea, yani kumpa haki, yani kukipa haki kile kile akiwa amekosea, wewe sasa ili Mungu aone unampa haki, uone kwamba amekosea, unajua umeshikana na yeye hapa. Mungu akusaidie. Mwili mmoja, kuwa kitu kimoja, maana yake moja ni mkono, moja ni mguu. Mwili wangu sio unaona, si una viungo. Kwa hiyo mume na mke wanapokuwa mwili mmoja, maana yake ni mkono na mguu. Sasa mguu umefanya vingine, ni utaupa haki gani? Eti mfano wewe mguu ni wako, lakini umekosea, eti naupa haki gani? Kwa mfano wewe umekanyaga maji, hivi ni haki au tembea na maji? Eti wanandoa, wewe unaona ni haki utembee na maji kweli? Wewe unatembea mguu kanyaga maji, hivi ni haki kutembea na maji? Utaupa haki gani wewe mguu? Inatakiwa usafishe. Ndio hiki kinachosema shetani anapoongea na wewe, anakuchonganisha na mke wako, maana anataka kiungo kimoja hiki wewe usiambatane nacho. Ukikataa, kwa maana hamna kabisa, mbona nimebeba maji, mteni vipanga, wewe utapona? Sasa wewe unapokuwa umekubaliana na neno la Mungu kwamba kumbe umeniambia Waefeso 6:6 damu na nyama, ni mzuri, amevaa mke wangu mzuri, ndio baba unafanya kile kiungo kipone, kiwe salama, na kile kiungo kinapokuwa salama na unakuwa sawa. Wanandoa, haleluya. Sasa jamani, hata kama mikono hii yote miwili kawepo, mguu ukipata shida ndio niko salama kweli? Wewe unajiona uko mzima, lakini mikono iko mbili, mkono mmoja una shida, utakuwa uko salama kweli? Kitu chochote utakuwa unabeba hivi yote viwili huwezi kubeba, maana huo mmoja unafanyaje? Una shida. Kwa hiyo na kuwa mwili mmoja, maana tayari wameunganishwa na Mungu katika roho. Kwa hiyo mmoja akipata shida, hiyo shida haimhusu, na huyo ndio ampe haki yule. Haki ya kwanza ni hiyo. Ipo haki ya pili. Hiyo ni haki ya na ili uelewe kumpa haki mume wako, mke wako, mpaka lazima uendeshwe na neno. Neno ndio linaona kumbe mwangu hana shida. Kwa uwezo kanuna, uwezo kachukia, unajua kwamba shida ni shetani hapa anataka tutenganishe. Ameweka kitu chake kwako. Unaanza kumuombea, unaanza kukataa ile hali ndani yake ili yeye apone, ili na yeye apewe nini? Na hakuna mtu anayekufahamu kama mke wako. Hakuna mtu anayekufahamu kama mume wako. Kama umeokoka najua mke wangu ameokoka. Kama unajua najua mume wangu aliokoka. Una Mungu na msuri. Unadhani kwa nini unajua hiyo kazi? Wewe kama umekubali kwenda kwa Mungu, mtu utaweza kumpa haki yule akamchukua. Haleluya. Haleluya. Kumpa haki mume wako na kumpa haki mke wako, ili Mungu aendelee kuonekana kwenye ile ndoa, ikiendelea kuwa na amani.
Ukitoka kwenye neno ukaona vyovyote vile, hata kama anaenda kinyume, sema chagua mwenyewe, si shida. Kuna ndoa hapo itaendelea. Unasema umechagua, hilo ni neno la Mungu. Ametaka. Ni neno la Mungu. Kuna mtu anataka kae kwenye moto. Ndio maana hili mtu ndoa yake itakuwa salama, lazima aendeshwe na neno la nani? Kasome hivi. Na sasa Mungu atusaidie kutuelewa. Waefeso. Tunashindana na ufalme kanisa. Tunashindana na ufalme wa giza katika ulimwengu wa roho. Sio dini utakavyoelewa wewe. Ndio maana natakiwa hii ndoa zetu zipone, tuende kwenye uelewa wa nani? Wa Mungu. Waefeso. Itakuwa njema kama Biblia ifike 6 mstari wa 10 soma mpaka wa 12, ila ukipata nani tusome mpaka huko chini. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa. Sio yeye umeona ameenda kinyume na neno, eti shetani anapata njia ya kuongea na wewe ujitenganishe naye. Wakati yeye ndiye anamfanya aende kinyume na Mungu. Alafu na kwako anakuja kukuletea tena maneno na yeye ili wagonganishe au kutenganisha. Wewe unatakiwa utii neno la Mungu ili yule apate haki ya kuokolewa na yeye, ya kurejea, ya kupona. Amen. Atapotea wewe unaelewa vita hivi si vya damu na nyama. Haina sababu ya kushindana katika damu na nyama. Hata kama mkosea, lazima utakuwa chini usamehe, uliambatana na neno la Mungu. Unayekubali kuendeshwa na neno. Sasa nashangaa wakati mwingine watu wanakuwa ponzi na hadi wote hawataki nini. Mtu anakuwa wote kanisa. Yeye anafanya kitu mambo gani? Tunafundisha kama wafundisha. Sasa moyo ongea ni Mungu wewe wapi umesema? So unaona sababu ambapo yana anakutumia shetani kumfanya huyu asipate haki. Yaani kama kupoteza yeye mbali. Na wewe mwenyewe usikuwa salama, maana kile umeunganishwa. Lazima kuna shida tutapata. Hauko salama. Bwana tusaidie kuelewa. Hata kama shetani anasema twende na kupeleka huko kwa uzuri, utaanza kutapata kutoka kwa mwanaume mzuri, utabahatika. Lakini jua huko unapoenda, kwa sababu sio maelekezo ya Mungu. Mungu amekataa kuachana. Huko kuna maangamizo. Hakuna usalama kinyume na neno. Na ndio maana wanandoa usifanye maamuzi kinyume na neno. Usalama unakuwa haupo. Hata unapotoka kwenye neno unaanza kuunganika na ndugu na watu, baada ya kuunganika na watu, usalama hamna. Hakuna usalama unapokubali kwenye maisha haya kuishi kinyume na Mungu, mwanzilishi wa maisha yetu ya leo. Hakuna usalama. Ile shetani inaongea nini? Unaweza jina vitu vizuri. Ni kama nataka sijui kuweke wapi. Nikaongea na binti moja. Huyo binti mdogo aliolewa kwa kwanza, akachanganya na watoto wawili. Hakukaa kidogo tu kwao tena akapata mwingine. Anasema mchungaji mwingine niliyempata. Yaani ndugu zangu hamuna usalama. Yaani unaweza kukutana kakanyaga moto kwa sababu mbona yule tena. Ndio maana mtu ukitoka kwenye kuendesha neno la Mungu sizama aende kwenye usalama, aende kwenye moto. Akakutana naye. Na muulize kutana naye mmoja. Akasema mimi nina maboti ya kuvulia nini? Nina wafanya kazi. Kwa hiyo nikula saa tu wewe. Nimekumali. Amekimbia kwa mume na acha mtoto. Yaani kwa sasa mkubwa supu tu. Nimeweka pia kazi kwa ziwani kwa Victoria huko. Anasema nikachanganyikiwa kabisa kusikia masato ya tunajua kitendo cha sasa.
na mambo ya Mungu watu wanapenda. Twende tu. Yaani sio kabebana kama mihongo yote. Mnaacha na watu mateke huko kwenye huko. Muulize sasa baba. Alisema tukae, akasema sasa tupumzike hapa. Kae hapa kwa muda kwanza. Kwa sababu mimi mwenyewe nimejenga nyumba. Ina nyumba ile baada ya kuisha. Tukakaa nyumba yetu. Imezi kwa msango hii. Sasa tukae hapa. Godoro ameweka chini sasa tukae kwa muda. Wakae kwa muda. Yaani kwambia ndugu zangu kutembea na mawazo ya shetani. Hivi nimesema sasa huko kwa tena. Anasema ni msingi. Nimeenda kupadilia nyumba kumbe ya watu yeye ameweka kama mlizi. Hapa anasema ya kwatu. Kuna vichekesho. Yaani wao wanaweza kaa kwenye ndoa kusema ni kesa Mungu hanifai. Toka uone. Toka uone shetani atakavyokuwa. Unatoka kwenye mikono ya Mungu. Unatoka nje ya shetani kubebe nimekoma tena. Twende. Ninamdanganya. Na yeye yule aliona ametoka naye mwa Mungu. Mambo ya hesabu. Haya maisha ndugu zangu tu sisi. Hayafai. Ni uchafu, ni takataka. Hivi kweli ndio itaheshimiwa hivi kweli? Hasikaheshimiwa. Na shetani anaburuza je anafanya ndoa zisiheshimiwe. Mpaka maganga yanajisifia kwamba unajua bwana kukaa na mwanamke na dawa pia anaweza kukaa. Wala nini? Yaani mpaka wanamtukuza shetani kwamba na sehemu tukufanya kwenye ndoa mwishi wa amani. Lakini shetani ni mharibifu tu. Hana jambo zuri. Kwa sababu tunakubali kuja kwa Mungu, hatutaki kutembea na maagizo ya Mungu tena. Shetani anakunong'oneza na unasikiliza. Sasa kai. Huyu mwanamke kana kumjui. Sasa shetani. Sasa Mungu unafanya nini hapo kwa msemo? Sasa yeye unapata watu sana ongea. Yameandikwa watu kwa msemo. Mungu anasema na waunganisha kwa Mungu mmoja. Wewe unasema sio Mungu tena. Wewe unamvulisha nguo, unamvulia nguo wa nini kama sio Mungu? Mambo ya ajabu. Yaani vitu vingine vinatembea navyo wewe nikwambie. Ndio unaitenganisha ndoa mwenyewe. Hiyo likianza kuongelesha hizo ndio ndio kupaki sehemu. Nitakwambia naweza kupeleka Sudan nini? Sijani unadhani kuna Sudan nitakularua kweli. Turudi kwa Mungu. Wanandoa turudi. Sema amen. Ya turudi upe haki mwenzio. Sio matako yake kuishi hivi hata kama kiwa amekosea mpe haki. Elewa sio yeye ni nguvu hii. Ashughulikiwe shetani yeye ni mzuri. Hana shida. Huo ndio ufahamu wa mtu akikubali ndoa yake endeshwe na Mungu. Tunaishi kwa kusameheana. Kuachilia hata hesabu mabaya. Mungu ndiye aliyotufundisha. Sasa mbona una mabaya? Mbona unapambana na yeye? Maana tayari wewe unaye shetani anayetenganisha ndoa yako. Ndio maana na shetani akifanya hivyo kanisa. Upendo ule uliokuepo wote unachukua. Unaweza kumuona kama kibatari tu. Na yeye ndiye sasa jua nani hawezi. Sisumbui. Pia umwambie mdomoni kile ndani. Unaelewa unachoongea na shetani. Wewe unajua. Si anaongea. Kuangalia mtoto wewe. Yaani unajifanya uko busy na watoto kama uko busy nao wakati huo unajifanyisha. Kumbe una shida naye. Sasa watoto tajisi wageni tu. Wewe umeunganika na watoto. Nimeshuhudia mimi mwanangu akasema, "Sasa mama kila kitu unataka baba yako mwambie." Wewe acha kunichonganisha mimi na rafiki yangu. Unataka nimwambie nani? Yeye si wageni tu hapa. Nasema nimwambie yeye rafiki yangu. Hana nikikwambia kitu. Unataka pako sema kweli na lazima hata watoto iwe hivyo. Kwa sababu kitenganisha nyinyi hata watoto sasa watoto ni nani? Au watoto wengine ni wa baba. Shida nini? Shetani ameitenganisha ile ndoa. Na hata watoto watatenganishwa. Ambayo inakuwa ni tatizo, ni ufa, ni shida. Sio kitu kizuri mbele za nani? Za Mungu. Kwa hiyo unaanza kuharibu mpaka uzao. Kanisa turudi kwa Bwana. Korinto wa kwanza 7:12. Kwa hiyo tunashindana na ufalme wa giza katika ulimwengu wa roho. Wa Korinto wa kwanza 7:1 mpaka 11 somani. Wa Korinto wa kwanza 7:1 mpaka 11. Kumpa haki mume wako,
kumpa haki mke wako kwa mtu aliyokoka ndio hiyo. Lazima atakikosea unajua sio yeye. Hii ni nguvu, mume wangu ameonewa. Na unaenda kumwambia Mungu, Bwana, mume wangu ameonewa. Atoke kwenye hali. Na mimi nipe amani, simchukie. Hii vita ni adui amemvaa, ni mapepo haya, ni nguvu imemzidi ndio anafanya haya. Bwana, kumbuka rehema. Na mimi nipe moyo mweupe, nisiwe na hila, nisimchukie, nisiwe na mawazo mabaya juu yake, ili apate haki, afunguliwe, atoke kwenye kile kifungo. Sasa yeye anaanza kuchukia, si yeye mwenyewe anakubali aneje. Mtu ameshakuwa roka hapo, namwambia ni yeye mwenyewe, sasa atatokeje? Na nakwambia kanisa, wanandoa ukielewa hiki tu, wakati mwingine shetani anaweza kumwachia mume wako hata bila kuombea. Kabisa, yani unafahamu Mungu unapokuwa nao. Hata kama nafoka hivi, wewe mle ndani unasema wewe shetani, mle ndani mwako. Shetani wangu mzuri. Hakai muda mrefu sana hapo kama sisi. Kwa hiyo kwa nini hivi? Sisi nimevamiwa. Hayo umefanya unapata haki, afunguliwe fahamu. Sasa na wewe mwenyewe ungekuwa unamtokomeza ile na angeje. Si tayari ndio inaendelea kuwa na ufa na matengano. Atakaje haki wote mnajifunza neno wote na wote tena bado kila mmoja anaongea na shetani. Itapona hiyo leo. Haiwezi kupona. Shetani anaendelea kuwavuruga. Turejee Bwana tusaidie. Korinto wa kwanza hiyo 7:1 mpaka ule mstari 11. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe; vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faragha kwa kusali. Kajiane tena, shetani asije kawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri. Ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Lakini kila mtu na ana kalama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Lakini ikiwa hawawezi kujizuia, na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwakata tamaa. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi la Bwana, mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye, na akaye asiolewe, au apatane na mumewe tena, mume asimwache mkewe. Haki ya pili. Haki ya kwanza ndio tuliona kwamba unaona mwenzi amevaliwa, kuna kitu ndani yake, kitu ingia sio cha shetani, ili umpe haki yake juu. Lazima takia wewe uwe na ufahamu kuona huyu ni nguvu imemvamia, ili yeye apate haki ya kuokolewa, ya kufunguliwa kutoka kwenye kile kitanzi. Ya pili, mke huna amri juu ya huo mwili wako, ni haki ya mume wako. Na wewe mume huna amri juu ya huo mwili, ni haki ya mke wako. Haleluya. Hata kikwambia hiki kiatu hamna, sivae hiki, ni haki. Sisumbuane bwana, sio nini. Mungu atusaidie. Sasa ya kusumbuana umetoka wapi? Wakati mmeunganika. Kweli huyu mkono na mguu viseme tusumbuane vitaenda pamoja? Imeandikwa hapo unaongea. Ana haki juu ya huo mwili wako, na wewe una haki juu ya huo mwili wake. Mpe haki yake kama mmeo, kama mke. Na hapo sasa ndio pana ukurasa. Mungu atusaidie. Hapo ndio kuna kazi. Sisumbuane, si nini? Na kama alikukwaza asubuhi, unasubiri mpaka usiku, ndio sema mimi sitaki usumbue mimi. Hayo ni mapepo. Kwa unadhani nini? Ni mapepo kabisa ya kuzimu.
Na sio kwamba umeanza tu kama sumbani, kuna habari, kuna agenda, kuna mambo shetani ameyaweka. Kwa hiyo mnaanza kupishana na kukataa tusimpe haki yake, kwa sababu kuna vitu vile vimejaa vinasababisha huyo asipate haki, wakati Mungu ameunganisha kwa mwili. Shetani yumo mule, na shetani kanuni yake ni kugonganisha, ni kufarakanisha, ni kutenganisha. Mmoja wewe akikaa na shetani, ndio unaona sasa anaanza kugoma. Unamguruba nini kwa fisi? Sitobutu, acha mabaya. Na wewe sio umeokoka. Jamani, tutoke kwenye hayo. Wamama wanandoa, tutoke kwenye hayo. Sema amen. Yaani hapo natenda dhambi kama mtu anavyoiba na kuzini. Kwa wewe kama Mungu amewaunganisha, afu unamnyima, afu unataka aende wapi? Ni mkuta mmoja Masawe anashuhudia. Baba amechoka. Alikuwa fundi wa kujenga. Tukafika na mwingi tukaanza kushuhudia kwamba Yesu akiingia moyoni, hata haya mambo ya kuvunja miji hayawezi akawepo. Yeye anatengeneza na akasema wewe Mungu, umetokea wapi? Nimechoka mimi na ndoa. Sio mke niliye naye. Yaani yule anarofoka yani. Sasa unaona hivi ninavyojenga hivi. Unafika pale, hata shida mke huko umechoka, hata kupokea hawezi. Afu tena baada ya usiku tena hata kunyima. Unafanya sana kwambia nenda kwa ile kaba. Ufika kule unasema yaani Hamisi uko vizuri. Wewe anasema tunaenda kweli. Sasa nifanye. Nifanyeje sasa? Kwanza hata kupokea na kuona kama kibatani. Leo umefika na gangamao, unatoa vyombo vyako vya ujenzi. Wewe mwenyewe umeelewa kuweka. Ulivaa masembea sichafuke sana. Ukaoge mwenyewe utafute maji. Hana shida kabisa na wewe. Tena baadaye anasema sitaki mimi. Sasa utafanyaje sasa mchungaji? Ufanyeje? Yaani ndugu zangu, tunaweza kusababisha mambo mabaya kwa sababu ya kumtii shetani. Yaani unamuelekeza mume aende kwa kabu, na yale yamefundishwa toka kuzimu. Kwanza kija tu inavyomchukulia. Yaani kama kilikuja kitu cha samani, lakini amefundishwa hivi ya mchune. Nikasema lakini hata kama anakupiga busi, anakuibia. Kumbuka kule nyumbani na watoto. Sasa watoto sasa watanipa haki. Kwa ubidi na kazi. Ndugu zangu, tumeokoka sisi, turudi kwa Mungu. Tuache hayo mambo Mungu. Tuache kabisa. Yaani yule baba aliongea, anasema anasali huyo mke wangu tena. Sasa najiuliza wanasali nini? Hivi anavyonitesa. Anasali kwa nini? Sijana sali wapi, nilichoka. Unajua wewe alivyokuwa anaongea ambako namweza kumhudumia. Yaani ndani yake ni chama ambacho namuumiza. Sio ule hata huko na sisi tunatoka nafanya haya. Ila hana namna, anakaza kiume. Yaani unasababisha jikaze kiume. Na kwa sababu hiki wakati alikaa pewe haki yake. Hata ile kumpokea mume inavyotakiwa ni haki yake. Sasa unataka kupokea nani? Eti anakuja sasa. Sina yeye anajua chumbani, akabadilisha nguo zake. Sumbuani. Mmeshida hiyo sio haki. Nyie mmeunganishwa, mwe mwili mmoja. Kupokewa, kuongea vizuri, za kazini baba, pole na kazi. Nini kaji ya neema Mungu atakao kupa. Mnakaa, mnachiana moyo, mnajengana. Ili kwenye safari ya wokovu na kwenye ndoa, amani iwepo. Ona waneni sasa sababu wana Pepsi. Wanaziweka hivi. Ni kazi. Mungu atakuelewa hivyo kweli. Hayo ndio yafanya. Shetani anapokuelekeza kwa unafanya hivi, unazani anakupeleka wapi wewe? Ni kukuharibu. Kuna sehemu ameelekeza moyo wako. Tena usidanganye leo tubu. Sio hivi. Kuna sehemu yameelekeza kupeleka moyo. Mimi ndio huyu. Napeana tu bwana sifiwe huko una lingine. Ipumbavu hili sio umma wanadamu inaendesha ndoa za watu. Nimeshamwelekeza kingine naongea naye sana naye sikusumbua leo. Kuna nini? Kwa hiyo huyu akikugusa kazi kuna mtu sasa. Si ndio hayo anaondoa anaendelea. Wengine analalia anataka lale na nguo zake kama alivyo. Sitaki kusumbuliwa. Umeambiwa hivi, huna ruhusa juu ya huo mwili. Ila mke wako ndiye anaruhusa huo mwili.
Sina ruhusa je ila mume wangu. Sasa na hayo umepata vitu kusumbuana. Acha nitulie mimi. Sumbuana. Humo nini kimo ndani? Mambo ya ajabu. Anajifanya kama amechoka, sina ni uongo. Mauongo tu hayo. Mchoka kama pepo yule. Kuna sehemu ameelekezwa ametenganisha mji wake kwa sababu anamuitikia shetani ndani. Mambo mengine unajua niko busy kazini, mambo mengi yanivuruga nimechukia bwana. Acha nisiwali yako, acha mambo yako. Acha hayo. Mambo gani mengi? Si umeunganishwa na Mungu wewe. Mambo gani yanayokuzuia usiongee naye? Anataka haki yake. Kisha mambo kwa sababu mengi yananivuruga, acha uongo. Umevurugwa na shetani tubu tu. Umevurugwa na nini? Sasa huyu si ndio kumwambia sasa mambo ndio nani? Tumeona mke wa Manoa na Manoa anajadili. Sasa ndio mwambie mambo ndio hata yao ya kazini. Tunaambiana. Tunaambiana. Ni baba toka simu tunaongea. Nimekuta mchangamoto leo yani. Mungu anisaidie. Ikoje iko hivi ya Bwana ni mema. Tuombe Mungu tu ili atakusaidia. Unamtia moyo na farijiana ili watu waende pa. Wewe kwa nini usimwambie unaanza kusema usikumbuke si nini? Niache nitulie, nataka nitulie. Utulie wapi? Umetulia wakati kwa mtumwa huko. Umebeba mambo ya shetani tulie. Sema mambo ulionayo si mwenzi, mkeo, ni mmeo. Mwambie. Mke wangu kwa moja mbili tatu Mungu nisaidie. Wewe mkutana na hiki na hiki. Ikoje basi Mungu akusaidie. Yeye Mungu ataweka kitu kingine cha kufanya au kutia nini? Moyo ili ile jambo muende kwa Mungu akatatue. Sasa wewe unaanza kujibaragauza wakati umebeba shetani tena. Sikiliza Mungu anachosema. Sikiliza. Amen. Wanandoa amen. Wakorintho wa kwanza hiyo 7 mstari wa 3 anasema hivi. Mume na ampe mkewe haki yake. Na vivyo hivyo mke na ampe mmewe haki yake. Mstari wa 4. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mmewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Kwa nini Mungu anaagiza kwamba mimi sina amri juu ya mwili? Yupo aliyeniunganisha naye. Na inatakiwa sio na amri juu ya mwili, kwa sababu tumeungana, tumekuwa mwili. Lazima tupatane tende pamoja na kila mmoja atakapo haki nani? Mwenzake. Unajua wewe yanayoendelea huko. Kweli huyo mama hana amri juu ya huo mwili wewe? Wanandoa. Si niwajibu nani? Hata ndio hazizi. Mama unaye mume kule na hapa mwingine unaye. Je, huyo mume hana amri juu ya huo mwili? Yale mambo ya Pepsi. Sumbuani. Tena kikwazwa. Yeye mapepo yakainuka ya bibi yake. Sawana tu baadaye. Tena simsumbweni. Anafumu nazama weka sunna. Ujue leo mtendea mziki. Kuna mwageti. Amewahi. Na wengine anataka mkapewe kitu. Itilianze kutaki. Unaongo. Kwani wewe inaongoga? Ai mapepo. Hatuongi ni kutekeleza neno la Mungu. Na mimi naelewa nikienda hivi atanielewa yule. Ile mwageti ile. Nitafuta chochote. Sasa maisha yako. Nataka tulie baba. Bwana. Umekuwa kama wachunambuzi tena wewe. Sisi sio hivyo. Tunakaa kwenye neno la Mungu. Neno limesemeje? Likaliishi neno la nani? Asipoletewa kitu amechukia. Na yeye akiona amechukia mpaka atafute kitu. Mama tukule nini leo? Unachotaka mke wangu. Hata bembeleze baba. Nitaka liongo. Hata kiongo sasa yametoka mapepo hayo. Sasa kuja tena siku nyingine. Sasa teseka huyu baba kiasi kwa kuonge. Mmeunganisha tena na kuhonga ili akupate. Ni mambo ya ajabu kweli. Ndugu zangu tutoke hayo mambo ya upagani. Wewe umeunganika na yule baba, mnakuwa mwili mmoja. Kila mmoja ana amri juu ya mwili wake kila mwenzake. Ndivyo Mungu anavyotaka. Anaposema baba hii t-shirt mimi hamna bwana sivai. Nina haki kumwambia hivyo. Ile sio jikukute tena nyingine ukule malaya. Unaona vaa nguo gani? Wewe ni nani unanielekeza nguo mimi? Sina mke mimi. Nyie kule mnasikilizaka.
Eti ni mke na mtu kazini nakwambia wewe mke wako na shege nguo. Ni malaya hili. Yeye anahusika nini na mwili wako? Umeunganika na yule tena kaba. Kakeli halisi. Ila mke wako na yeye mambo yake bwana anakuachia sagara. Niambie wewe tumeunganika lini na wewe? Acha umalaya. Pokea. Uone kama itakukagua siku nyingine. Wewe amezoea kukagua ume za wengine na yeye anachukua hayo. Na wangu unacheke. Tembea kwa watu wananishangaa. Akilala kushangaa ndio kushangaa nini? Unashangaa na kina nani? Wewe nani anakushangaa kuelekeza ile boga yeye akatoka mimi ngoni nimezifua. Ujue yale ni makahaba. Hatakia kukague. Mungu anachotaka mkeo ndiye akwambia hii hapana. Hii ya baba itoa hii bwana. Na kama mko mwili mmoja kweli hamjatenganisha wala huna maswali. Unadhani kwa kusema nifanyie ni bwana. Sasa kisha watu wanataka ambatane naye. Na akamwelekeza nani kama bai nini. Hapa kuache weche. Eti wa baba. Yule mama unapomwambia kuacha unataka kwa yeye ambatane na nani? Kwani kuna ugumu gani hapa hajapendezwa yeye? Mko mwili mmoja naona hiki sio kizuri. Na wewe umeokoka. Bora haya ambao wameolewa na wao ambao wakisema hivyo unaelekea tu. Haya baba Mungu tu akubariki. Samahani tunao sikukwaza. Maana kutangulia kazini. Usiwe na maneno mengi kwa yule ambaye hajaokoka baba. Au simlazimishe. Hata angekuwa ipo kazini ukisema hivi. Wewe utakuwa mwachi ili usipate shetani. Lakini sasa tunafundishwa uache na wewe hayo mambo. Huna amri juu ya huo mwili. Yupo mwingine. Na yeye hana amri. Hata ingekuwa mama na ukiambia hiyo mbona hamna sivai hivi. Acha na mabishano. Ametaka yeye si huna amri juu ya huo mwili. Ameleta na kitu amenunua. Ni ngoga nini? Mapepo hayo. Hayo ndio mapepo ya kuzimu hayo. Unaita ngoga ni muujiza. Acheni hayo mama. Hayo mambo ya upagani. Chochote alicholeta ni kizuri mimi alichofanya. Sasa yani barikiwa rafiki yangu. Bwana kubariki sana. Safi anajisikia na yeye bi. Sasa unatenganisha mwenyewe mjini akili. Na hivi nachagua kama nguo gani? Hayo ongea ametoka kwenye kinywa kipi? Amesema wewe huna amri. Yeye ametaka huu mwili uvae hicho. Na wewe tu unayekagua. Wewe huna amri hiyo ndio amempenda yeye. Waipende baba tena mimi nichukie tena. Kuna shida hapo. Kuna mama mmoja asema hivi nini mama ngolea mmeninulia nini sema sana. Mwagete huyu. Ani ninulie nini? Nikasema huyu baba basi ni mwagete. Kuna pepo zimesheheni. Unasema aninulie nini? Kumbe nimwambia asante. Ya kumwambia asante mbona mengi sana hivi. Nikununuliwa tu. Mungu akufungue fahamu. Ukienda kwa Mungu, utajua Mungu. Anafundisha natoa magagari. Yaani tukienda katika uhalisia kubali kuendeshwa na maagizo yake kanisa tunapona kabisa. Ni mwangalia ile maana kitu gani kigeni? Hata nunue gani magari hapa. Huyu baba atakaingia rohoni. Kazi hapa. Hapa kuna mwageti. Kumwambia sana atengeleka pipi sikasema asante baba ubarikiwe sana tena nzuri. Wao wanasema ni aninunulie nini? Ni shida. Yeye akileta pipi ana haki ya kukupa pipi anatakiwa uile kwa sababu ana haki juu ya huo mwili. Anachotaka uvae ndio uvae. Sasa mimi hivi siyapendaga. Mimi kama nguo gani unajua bibi liko mtu. Kale kabibi kako kutoka ndani mwako kana haribu ndoa yako. Sema amen. Katoke. Nikabibi akagikolo. Siku mwana hizo. Akagikolo. Unadhani nani huyo? Anasema ya mtoto huyu aninunua ngono ya hivi nini? Haelewi. Sasa anza kumpa talaka kwa shetani, wewe ukakaa huko. Uanze kumtenganisha ndoa yangu. Mume analeta kitu kinacho kuona kuzaa yani na kungoa. Hapo nipatane na nani sasa? Eti kwa upatane na nani ambaye atakufanyia kitu ukubaliane naye wakati huo ndio mume. Sasa hiyo ina dhambi gani? Akisema dhambi ndio tunakataa. Sasa kitu kingine atakovaa hivi wewe unakataa nini? Kuna shida gani? Au umekuletea nini?
Namwambia tu baba, mimi nimeokoka, mimi siwezi kuzaa. Sio kumjibu tu vibaya. Na nadhani aliyeokoka hawezi kukuletea mimi. Eti mnawanunuliana mimi wa mama. Hawezi kumuamini aliyeokoka. Anajua kabisa hii Mungu anafanyaje? Haleluya. Haleluya. Kumbukumbu la Torati 24:1-4. Muda wetu umeenda. Marko 11:12. Na naomba leo tuwe na maswali. Itakuwa ni njema kumpa haki mke wako na kumpa haki mume wako. Ya kwanza ni pale anapokuwa amefanya kinyume na neno la Mungu, inatakiwa umpe haki. Unaelewa hapa sio yeye ni nani? Ni shetani acheni wangu. Sawa na huyu ukima. Siku moja tu tumekaa kama hapo nyumbani tumekaa hivi. Nikasikia miguu yote inacheza. Mwambie baba, miguu inacheza. Sasa baba amechoka, nikasema hamna, sijachoka. Huyu ni shetani. Sasa shetani anasikia. Sasa hivi acha anza kuondoka, acha miguu yako. Acha hiyo miguu. Tena sisitaki kuomba wale ondoka kwenye miguu yangu. Nikaona ile nguvu kwenye miguu. Ili ilikuwa ni haki ya miguu yangu pekee. Baada ya haki ni Kristo kwa tunaambatana naye. Hasa kwa sababu na mke Mungu amewaunganisha wanakuwa mwili mmoja. Una haki na mume wako pekee apate haki kupitia wewe. Na ndio maana tusome ile kitu tuliyosoma jana kwamba hata kama yupo mtu asiyeamini atavutwa kwa mwenendo wao mzuri wale wanawake walioamini. Kwa hiyo wewe unapofanya vizuri sawa na nini? Huyu anavutwa, huyu anaendelea kwenye mtegea pate nini? Maana si yake kutembea na yale. Kuna haki za nice. Pili una ruhusa juu ya huyu. Hata leta kiasi mbaya yeye anataka maiki akicha kukubaliane. Hata kama wewe unaingia ndani unajua unachukia na mtaji au mshetani anatenganisha. Anaanza kutenganisha ndio anaanza kuunganisha ili mwe vitu mwili baada kwa mwili. Na mengine sasa yale unaelewa pepsi na nini yote haya kutenganisha. Ni vizuri kuchukua hatua ya kataa hayo. Amen. Sababu tunapoelekezwa lazima tukubali kupona. Tusome hiyo Marko 10. Marko 10 mstari wa kwanza mpaka 12. Kaondoka huko akafika mipakani mwa Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Kutana mengi wakakutanika tena wakamwendea. Akawafundisha tena kama alivyozoea. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku akimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Akasema Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari za neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Bwana asifiwe kabisa. Kile alichokiunganisha mwanadamu, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asiki. Hata wewe unapokuwa unatembea na sauti na maelekezo na namna mbalimbali atakayokushawishi shetani kwamba umuelewe vibaya, mtengane na huyu, hicho unachotembea nacho si ile sauti. Yale mambo umeomba wale kama anakosea, huo sio wajibu wake. Unajua mume ni wajibu, mume sio kuvaa suruali. Maneno
Mungu basi bwana. Mmeniwajibika. Wana mambo ya ajabu. Hayo maneno sio kutembea nayo huko. Hatutembei nayo. Hatutembei. Sasa imefika mbali tu wachungaji wanakubali kutoa hati za talaka. Watu waliofunga ndoa wanasema amekusumbua mama kutesa, mpe talaka ile. Huo ni ukimilifu. Huo ni upotevu. Haya ni mambo yao wenyewe. Kile Mungu alichokiunganisha mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo ukiona kwamba Mungu unaona ni wao kwako, hapo kutenganisha ndoa ya kwako mimi. Mume hana ruhusa ya mke wako. Mke hana ruhusa ya unatenganisha sana kutulia mwenyewe. Maana kuna mambo yaliyomo na mambo ambayo yanafanya umkatalie. Sasa ndio unajiuliza hata kwa akili. Huu mguu ulionao unaweza kukataa mguu wako? Huwezi kupata. Mbona mikono hii inaosha mpaka miguu? Mikono hii inaosha kichwa na subua nini iwe safi moto. Sasa Mungu ametuunganisha. Si sawa na viungo ndani ya mwili. Kwa nini je hali nyingine ya kuchukia kwa nini anafanya hivi nini? Si huko ni kutengana hivi. Tutoke kwenye haya. Zaidi Bwana tupe neema kwa sababu tunayaweza mambo yote katika yeye tutiaye nguvu. Wakorintho wa kwanza 7:12-16. Basi nikipata neema naweza kusoma nyumbani. Niache muda kama kuna swali, kuna sehemu